Jina langu naitwa Sasha. Nimekuwa nikihukumiwa na kutengwa na jamii, lakini watu hawajui ni kwa nini nimekuwa hivi. Hawajui ni kwa nini au nimepitia nini mpaka nimeweza kuwa hivi leo hii. Mimi Sasha nilizaliwa huko mkoani Morogoro kwenye familia ya watoto 4, nami nikiwa ni mtoto wa pili. Familia yangu ilikuwa ni familia ya kawaida sana, lakini familia iliyokuwa na furaha na amani. Sasa dadangu mkubwa alikuwa anaitwa Cynthia. Alikuwa ni mrembo sana na mwenye mvuto. Mimi kusema kweli nilimpenda sana dada na kumuona kama ni mtu asiyekuwa na kosa wala doa. Lakini kuna jambo watu hawajui kuhusu dada Cynthia. Mimi kipindi nikiwa na umri wa miaka 13, siku moja nilikuwa nimelala sebuleni baada ya kutoka shuleni. Mama na baba walikuwa hawapo, walienda msibani huko kijijini kwetu. Sasa dada Cynthia alikuwa akisoma sekondari. Alirudi na yeye mapema kabisa kwa ile siku kutoka shuleni kwake huko. Basi mimi Sasha nilifurahi sana kumuona dada kama kawaida kwamba amerudi hivyo na maisha yakaendelea. Lakini ile siku baada ya dada kurudi, alikuja akanikumbatia. Dada akaanza kuchezea nywele zangu, nikizani kuwa ni mapenzi ya dada na mdogo wake. Lakini hiyo siku ilikuwa ni siku ya utofauti sana. Nilihisi msisimko mkubwa. Nadhani kwa sababu nilikuwa bado mdogo ndio maana sikuelewa. Dada akanikumbatia kwa nguvu kisha akaniambia, "Usiogope Sasha. Hii itakuwa siri yetu. Usimwambie mtu." Alichonifanyia dada sikuamini kabisa. Tangu siku hiyo maisha yangu yakabadilika. Sikuelewa mwanzoni, yani sikuelewa kabisa, mpaka nilipofika chuo kikuu ndipo nilipogundua kuwa mimi nimekuwa msagaji, yani msaganaji. Dada Cynthia aliugeuza moyo wangu kutoka kwenye kuwa mtoto mwema, kutoka kuwa mtoto mwenye ndoto njema, mpaka kuwa mtu wa hovyo, mpaka kuwa mtu mwenye maisha ya hofu na mkanganyiko wa kimwili na kiakili pia. Basi kilichotokea siku ile kilinilalua sana rohoni mwangu. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa mlolongo wa mateso ndani kwa ndani ya rohoni mwangu, ndani ya moyoni mwangu kwa miaka mingi sana. Miaka ilivyozidi kwenda nikawa najiuliza maswali. Kwa nini sasa hivi siwapendi wanaume, navutiwa na wanawake wenzangu? Lakini si kwa sababu nilizaliwa hivyo, hapana. Ni dada Cynthia ndiye aliyenibadilisha. Baada ya kumaliza darasa la 7, nilichaguliwa kujiunga na shule ya wasichana, shule ya sekondari, shule ya wasichana pekee, yani ile single sex wanasema wenyewe, iliyoko mbali na nyumbani. Na muda huo ule mchezo wa mapenzi ya jinsia moja na dada tuliucheza sana, kana kwamba nikawa siwa tena wanaume na wataka wanawake wenzangu. Swala la mimi kwenda boarding school kwa wengi ilikuwa ni jambo jema, hususa familia yangu. Lakini kwa mimi hilo jambo lilikuwa ni jambo la mvutano wa nafsi baada ya kuanza maisha mapya. Sikujua ni kwa nini, lakini kila nilipokuwa na wasichana wenzangu, moyo wangu ulikuwa ukipiga na ukienda kwa kasi za ajabu. Nilihisi tofauti, lakini sikujua wapi pa kuziacha hizi hisia za kuwapenda wanawake wenzangu, wala ni yupi wa kumweleza, sikuwa najua. Sasa baada ya kuanza masomo, mwezi wa kwanza pale shuleni, huo mwezi ulikuwa ni mwezi wa kuvuta pumzi kwanza. Nilikuwa mkimya, mpole, na niliepuka makundi makubwa ya wanafunzi wenzangu. Lakini nilibahatika kuwa karibu na msichana mmoja aliyeitwa Vanessa. Vanessa alionekana kuwa ni mcheshi na mzuri, binti mrembo wa kuvutia. Basi huyo rafiki yangu Vanessa tulilala chumba kimoja. Kumbuka kipindi hiko niko kidato cha kwanza, yani form 1. Sasha akaendelea kusema,
kitanda chake yani cha huyo Vanessa kilikuwa chini na kitanda changu kilikuwa juu, kwa sababu tulikuwa tunalala kwenye double decker. Basi kwa kila siku usiku kabla ya kulala tulizungumza kwa sauti ya chini, mimi na huyo rafiki yangu Vanessa, tukihadithiana hadithi mbalimbali. Kusema kweli nilimpenda Vanessa, na sikumpenda kwa kawaida tu, bali nilimpenda kimapenzi, ingawaje alikuwa hajui wala hafahamu. Basi usiku mmoja pale shuleni ikanyesha mvua. Ikanyesha mvua kubwa tu, mvua ambayo iliyoambatana na radi. Vanessa alikuja kitandani kwangu akiwa anaogopa kulala mwenyewe. Basi Vanessa alijilaza karibu nami kisha akaniambia, Sasha, mwenzako naogopa radi, naomba tulale wote. Vanessa alikuwa akiyazungumza hayo huku akinisogelea karibu. Mapigo yangu ya moyo yakawa yanaenda mbio sana, na mikono yangu ikawa inatetemeka kwa hisia kali. Nikajikuta kila nikimwangalia Vanessa rafiki yangu, nikawa nahisi kama kuna kitu fulani kinanijia. Ghafla radi nzito ikapiga hapo hapo, na hapo ndipo Vanessa alinikumbatia na kuniambia kuwa anaogopa sana. Kitendo cha kunikumbatia Vanessa, mwili wangu uliganda kama upo kwenye ndoo ya barafu. Nilijikuta naanza kumpapasa na kupeleka mkono wangu mapajani mwa Vanessa. Basi nilimpapasa mpaka Vanessa alistuka na kujiondoa haraka na kisha akasema, Sasha, umevuka mipaka. Vanessa aliongea hayo huku akiwa na hasira sana. Basi nikamwambia kwamba kwa sauti ya upole kabisa, hapana Vanessa, ni bahati mbaya tu, nisamehe rafiki yangu. Sasha, hukupaswa kufanya hivi. Umeingiza wapi huo mkono? Umeingiza wapi huko? Alafu unasema bahati mbaya. Basi Sasha akasema kwamba Vanessa rafiki yake alikasirika na kurudi kitandani kwake. Basi nilibaki nimeduaa kama sanamu. Aibu na hofu vikanitawala kwa muda. Basi nililala nikiwa sijitambui, huku kichwani kukiwa na vishindo vya lawama na mawazo kedekede. Asubuhi Vanessa hakuniangalia hata usoni, kiufupi hakunisamehe kabisa, na nilipojaribu kumfuata aligeuzia uso wake mbali. Na kama haitoshi, uvumi ukaanza kusambaa pale shuleni ya kwamba Sasha ni msagaji, Sasha ni msagaji, Sasha ni msagaji. Basi waliokuwa marafiki walinitenga, walininyali na kunikebehi. Chumba kilichokuwa na kelele za upendo sasa kimegeuka kuwa chumba ambacho ni kama gereza la upweke wangu mimi ambaye sikuwa na rafiki tena sasa. Basi siku moja jioni niliitwa kwenye ofisi ya matron. Matron akanitazama kisha akaniuliza, "Je, unajua ni kitu gani ambacho kimefanya mimi nikakuita hapa?" Basi mimi Sasha nilitikisa kichwa kuashiria kwamba sijui ni nini nimeitiwa, lakini kiuhalisia nilikuwa najua kabisa nimeitiwa nini, kwa sababu nilikuwa najua nimefanya nini. Basi matron akasema, "Kuna malalamiko kwamba unafanya matendo yasiyofaa kwa wanafunzi wenzako. Hii ni shule ya wanafunzi wa kike na huu sio msimu wa kueneza tabia zisizofaa kwenye jamii." Sikuweza kujitetea, nikabaki kimya. Nilimuomba msamaha matron, nikakubaliwa, lakini msamaha niliopata kutoka kwa matron, msamaha uliambatana na adhabu ya kufyeka. Basi nikakubali, na nilipomaliza hiyo adhabu ya kufyeka nikabadilishwa chumba na kupelekwa kwenye hosteli ya wasichana wa kidato cha 3. Kumbuka mimi Sasha muda huo nasoma kidato cha kwanza, kwa hivyo kule nilikuwa nakaa na wasichana wenzangu wa kidato cha kwanza. Kwa hivyo baada ya lile tukio kutokea, matron akanibadilisha na kunipeleka kwenye hosteli ya wanafunzi wa kidato cha 3. Basi huko mimi Sasha nilikabidhiwa kwa binti mmoja aliyeitwa Salome. Yeye alikuwa ni kiongozi, yani alikuwa ni kiongozi anayeaminika sana na matron. Pia alikuwa ni mcha Mungu sana Salome.
Siku moja nikiwa nimerudi kutoka darasani, nikamkuta dada Salome amelala kitandani mwake akiwa amechanua miguu yake. Kumbuka hapo nikaanza kukaa naye, na kumbuka ilikuwa ni kama miezi kadhaa tu au siku kadhaa. Sasha akasema hivyo. Basi Sasha akasema dada Salome alikuwa amejigeuza upande mmoja, mguu mmoja uko juu na mguu mwingine uko chini. Sketi aliyokuwa amevalia ikateleza na mapaja yake yakabaki kuonekana wazi. Basi mimi Sasha niliinama kuweka madaftari yangu chini, lakini macho yangu yote yakimtazama dada Salome. Nilijikuta kama mtu ambaye kuna kitu kinaniambia fanya kitu fulani, fanya kitu fulani. Ni kweli mwili wangu ukabadilika na kujikuta unataka mchezo kutoka kwa Salome. Basi nilipiga hatua kadhaa taratibu kabisa kama chui akiwa mawindoni mpaka kumfikia Salome pale alikolala. Niliupeleka mkono wangu mpaka mapajani mwake na kumpapasa. Yeye alikuwa katulia tu dada Salome. Yaani kama anajisikia raha vile. Sikujua kwamba alikuwa anaota au alikuwa anajisi raha kwa vile nilivyokuwa namfanyia. Basi mimi Sasha nilizidi kuupenyeza mkono wangu ndani mpaka kufikia kwenye papuchi ya Salome. Na nilipoigusa tu papuchi ya Salome, ghafla akaamka na kuanza kusema, Sasha, unafanya nini? Basi nilitetemeka kwa woga na hofu. Nikiwa na hofu nikizani kwamba tayari nimeshaharibu mambo kama kule kwa Vanessa. Nimeshatibua jamani. Nilitetemeka kwa woga kwani nilikuwa yani kwamba nimemvunjia heshima mtu ambaye nilikabidhiwa kwake ili anibadilishe niwe mtu mwema. Sasa nimeyakoroga. Nikamwambia, samani dada, sijui ni nini kimetokea. Basi Salome alikaa kimya kwa muda na kisha akasema, Sasha, wewe ni mtoto na msichana mzuri kabisa, lakini naona kabisa umejeruhiwa, na kila unapojaribu kujiondoa kutoka kwenye sehemu ambapo uliumizwa, unajikuta unarudi pale pale. Yani kana kwamba mtu ambaye unajitahidi kuacha dhambi fulani lakini unashindwa kuiacha. Salome alinikumbatia na kusema, usijali, tutaanza upya, lakini unatakiwa kuwa mtu mwema. Unatakiwa kutubu dhambi zako na Mungu atakufungua na utafunguka. Yani kiufupi dada Salome alikuwa akinipa mawaidha au mahubiri, kwa sababu yule dada kama nilivyosema hapo awali alikuwa ni mcha Mungu kweli kweli. Alikuwa ni mcha Mungu, ni wale mabinti ambao viongozi wa dini wa shuleni wale, hivyo wanaaminika sana na walimu. Basi nilimuelewa sana dada Salome alivyoniambia, lakini nikamueleza ukweli wa nafsi yangu ya kuwa kwa siku ile nisingeweza kulala bila kupata ile tiba ya kusagana. Nilimuomba sana anisaidie. Nilimlilia mpaka akawa anashangaa. Nilimsogelea nikamuomba kwa kupenyeza mkono wangu kwenye kifua chake na kumtomasa kifuani mwake. Salome akaanza kunionea huruma na kuanza kama kutoa ushirikiano hivi. Basi baada ya kumtumasa dada Salome kifuani mwake, dada Salome akaanza kulegea na kuanza kuhema kwa kasi ya juu. Nilivyoona vile nilijua tayari Salome amekubali kunipa tiba ambayo sikuipata kwa muda mrefu, tiba ya kufanya mapenzi ya jinsia moja. Salome akafumba macho yake na kisha kunikamata kiunoni huku akiusogelea mwili wangu. Na mimi Sasha, kwa sababu nilikuwa na uhitaji wa hali ya juu, nikaanza kumvuta Salome karibu na kuivua t-shirt ya Salome na kubaki kifua wazi. Nikamsogelea taratibu na kukutanisha midomo yetu. Ni dhahiri kabisa dada Salome amekubali kushirikiana nami.
ni dhahiri kabisa dada Salome amekubali kufanya mapenzi ya jinsia moja na mimi. Kumbuka, huyu Salome nilipelekwa kwake ili anisaidie kisaikolojia niache tabia hii mbaya, lakini na yeye alinisapoti na tukaanza kufanya huo uchafu. Salome ilionyesha kabisa yeye ni mgeni wa mambo yale, ni mgeni kabisa, na yamkini hakuwahi kufanya kabisa mapenzi. Kwa hivyo alitulia akitetemeka asijue nini cha kufanya. Basi mimi Sasha nilivua nguo zake nami nikavua za kwangu na kisha nikamlaza kitandani mwake. Sasa Sasha akasema cube za hosteli zetu zilikuwa na vitanda viwili. Yani kwamba katika cube moja, yani katika chumba kimoja wanalala watu wawili tu. Tofauti na sehemu zingine unakuta kwenye hostel wanalala watu 8 au watu wangapi, kwa sababu kitanda kinalala watu wangapi, wawili. Kwa hiyo unakuta watu wengi, lakini kwa pale kwenye hostel za shuleni kwetu watu wanalala wawili tu katika cube moja. Kwa hivyo mule ndani nilikuwa mimi na huyo Salome tu. Basi Sasha akasema baada ya hapo hakukuwa na kingine zaidi ya vidole vyangu kuingia kazini, kwa sababu mimi ni wa kike, sina maumbile ya kiume. Ningaliwezaje kufanya jimahi na maumbile yangu ya kike? Muda huo Salome alikuwa anatetemeka kama mtu aliyepigwa na baridi kali, na kwa mbali akitoa sauti za mahaba. Muda huo ilikuwa ni usiku, kwa hiyo sauti ina nafasi kubwa sana kusambaa sehemu zingine. Nilihofia hilo, yani nilikuwa na wasiwasi kweli, ili tusije kushtukiwa. Ili lazimu nimfumbe mdomo dada Salome huku nikiwa naipata tiba yangu niliyoimisi kwa muda mrefu. Sasha, mimi ni dhahiri kabisa swala la kuacha kusagana limeshindikana. Basi usiku ule ulikuwa ni usiku wa kumpagawisha Salome, huku nafsi yangu ikibubujikwa na michirizi ya furaha. Na ilipojiri asubuhi kulifukucha, Salome alikuwa ni mtu mwenye kunionea aibu sana. Niligundua hilo kwa sababu wakati anavaa nguo na kujiandaa kwenda darasani alikuwa akiniangalia huku akitizama chini. Bila shaka alikuwa ni mtu aliyekuwa akiona haya kwa kile kitendo ambacho tulichofanya jana usiku. Basi nami asubuhi hiyo na mapema nikashuka kwenye kitanda changu ili nimsalimie dada Salome kabla sijasema kitu chochote, yani kabla sijasema chochote kile. Salome akasema, Sasha, naomba kile kitu kilichotokea jana kiwe mwanzo na mwisho. Ile ilikuwa ni bahati mbaya tu, sitaki kile kitu kijirudie tena. Basi mimi Sasha sikumjibu kitu, nilikuwa nikimtazama tu machoni, lakini kabla hajamaliza kusema maneno yake niliona macho ya Salome yakianza kulegea. Na baada ya hapo Salome akashusha pumzi nzito, na kisha dada akaanza kufikisha mikono yake na akaanza kama kutetemeka hivi kama kawaida. Dada Salome akaanza kutetemeka kama alivyokuwa anatetemeka jana usiku wakati tunafanya ule uchafu wa mapenzi ya jinsia moja. Sasa mimi kwa sababu ni mzoefu wa haya mambo ya kusagana, nilishajua tayari mwili wa Salome unataka nini. Basi dada Salome alitulia kwa muda na kisha kuonyesha hali ya kuwa kama mtu kashtuka hivi. Baada ya hapo akaondoka zake nje. Sasha akaendelea kusema, mimi nilijiandaa na kwenda darasani pia. Basi muda baada ya vipindi nikamwona Salome akiwa na matron wakiwa wanazungumza. Sasa mazungumzo yao yalionyesha ni nyeti sana, kwani walitumia muda mrefu kidogo pindi walipokuwa wakizungumza. Nikaanza kujawa na wasiwasi, yani hofu ikaanza kunijaa ya kwamba Salome pengine ananisemezea kwa matron kitu tulichofanya jana usiku nini. Yani kama ndo ananisemezea, basi Sasha mimi nimekwisha. Nilijawa na hofu sana. Basi mimi Sasha sikuwazingatia sana
muda wa vipindi ulivyokwisha nikashika njia hadi hostel. Lakini wakati naingia hostel, yani wakati narudi hostel, niligeuka nyuma kumwangalia Matron na Salome, na wao nikawaona wanakuja kule kule hostel ambapo mimi naingia, yani wananifuata. Baada ya kuingia hostel, nikiwa ni mtu mwenye hofu na wasiwasi wa hali ya juu, nikisubiri nini kitatokea pindi Matron na Salome watakapoingia ndani. Mwili wangu ukawa si wangu tena, kwa maana si kwa ile hofu niliyokuwa nayo. Nikaanza kujisema moyoni, sasa ule uvumi utajirudia tena ya kwamba Sasha ni msagaji, Sasha ni msagaji, Sasha ni msagaji, Sasha ni msagaji. Yani kutrend, si unajua? Uvumi utaenda kutokea tena kama dada Salome akimweleza Matron yaliyotokea jana usiku. Basi baada ya kuingia ndani ya cube, nikatulia ndani ya chumba kama mtu aliyemwagiwa maji ya baridi, nisijue nini cha kufanya. Macho yangu yote yakitizama mlangoni, nikiwa nasubiri kuona mlango utafunguliwa na nani na nini kitatokea. Basi baada ya dakika kadhaa, nikamsikia Matron akiwa nje ya korido akisema, sasa kwa nini hamkusema tangu muda? Hamkutoa taarifa mpaka sinki linaziba. Yani sinki la chooni linaziba na hamjatoa taarifa. Na watu bado wanaendelea kutumia choo. Na kisha Salome akamdakia na kumwitikia kwa kusema, hapana Matron, kwa sasa nimewaambia wasitumie tena hiki choo. Kwamba watumie vyoo vingine, na vyoo sasa hivi vinaziba kutokana kwamba watu wanatupa taulo zao za kike, kwa sababu humu ndani hakuna dustbin. Sasa mimi baada ya kusikia hivyo, pumzi kali ilinishuka, nikiwa nashukuru Mungu kwamba kumbe hawakuwa wananizungumzia mimi bwana. Kumbe Matron na dada Salome walikuwa wakizungumzia mambo yao binafsi na sio kuniongelea mimi. Sasa mimi moyo wangu ukarudi kuwa na amani na furaha kama hapo awali. Basi siku zikazidi kusonga na maisha yakaendelea. Uwezi amini, dada Salome yeye ndiye aliyekuwa akitaka ule mchezo wa kusagana zaidi hata ya mimi nilivyokuwa nikitaka. Yani kiufupi, dada Salome alishakuwa addicted kabisa na yale mapenzi ya jinsia moja tuliokuwa tukifanya. Sikuamini kabisa. Dada ambaye ni kiongozi wa dini, mtu wa dini, kiongozi safi kabisa ambapo Matron alimwamini, lakini nimembadilisha, nimemgeuza na yeye amekuwa mchafu kama mimi. Basi Sasha akaendelea kusema kwamba safari hii Salome yeye ndiye aliyekuwa ananiomba tufanye mapenzi jinsi moja kutokana kwamba tayari ameshazoea mchezo. Sikuamini, nami kwa sababu ndio yalikuwa mambo yangu, sikuwa namkatalia kabisa. Tena ubunifu wa kusagana ukaongezeka maradufu, kana kwamba mpaka nikafikia hatua ya kununua plastic yenye maumbile ya kiume, kwa kitaalamu zinaitwa dido. Nilikuwa naitumia ile dido kufanya udhalimu wa kusagana na Salome. Mungu wangu. Basi kuna siku kwa pale shuleni ikafanyika inspection ya ukaguzi wa kutafuta wanaomiliki simu kinyume na utaratibu. Yani kwamba kinyume na taratibu za shule, kwa sababu inafahamika katika shule nyingi za boarding school hairuhusiwi kutumia simu. Kwa hivyo kunakuwa na siku za ukaguzi ambapo walimu wanastukiza wenyewe, wanawastukiza wanafunzi wao, wanakuja pale, wanakagua simu madarasani, mabwenini, sehemu mbalimbali. Basi ile siku wanafunzi walishtukizwa na hakukuwa na mtu aliyejiandaa kwa kuficha magendo yake kule hostel. Wanafunzi wote tulibaki tukiwa na hofu. Mungu wangu. Lakini Sasha, mimi hofu yangu kubwa haikuwa kwenye kukamatwa na simu, kwa sababu sikuwa na miliki simu shuleni. La hasha. Hofu yangu kubwa ilikuwa ni kwenye swala la ile dido. Vipi kama ikionekana? Vipi kama Matron
akiikuta Dido iko chumbani mwa Salome, wakati alimwamini sana Salome kuwa ni msichana mwema na akanikabidhisha kwake ili tu aweze kunibadilisha tabia, niwe na tabia nzuri. Sasa vipi kama akiikuta ile Dido, yani kidude kifaa kinachotumika kufanyia mapenzi ya jinsia moja, itakuwaje? Nikawa nazidi kuwa na hofu juu ya hofu. Basi sasa ikafika zamu ya hosteli yetu kukaguliwa. Nilikuwa dirishani, yani nilikuwa dirishani darasani, nikamwona matron akiwa hosteli kwetu, akamwita Salome aende kule hosteli ambapo ukaguzi ulikuwa ndo unaendelea. Moyo wangu kaisi kupasuka, maana nikawa najisemea sasa nimekwisha. Sasha, mimi kwa mara nyingine nimekwisha. Na baada ya muda Sasha akasema wanafunzi wa ile hosteli ya kwetu sasa tuliitwa kwenda kufungua mabegi yetu kwa ajili ya ukaguzi. Wote wahusika wa ile hosteli tukawekwa kati, huku walimu wake tuzunguka. Ukaguzi ukaanza kwenye chumba kimoja kimoja. Nikawa natetemeka kwa woga, kwa maana Dido niliweka dirishani, sehemu ambayo mtu akiingia tu chumbani anaiona. Basi ikafika zamu ya chumba chetu kukaguliwa. Huwezi amini, nikainamisha kichwa chini na kuanza kulia, kwani nilijua kabisa nimeshakwisha sasa mimi. Lakini matron alipofika kwenye chumba chetu hakutaka kifunguliwe, kwani kilikuwa ni chumba cha kiongozi wake ambaye ni kiongozi mkubwa kwa pale shuleni, na si kiongozi tu, Salome ni mwanafunzi wake mwaminifu sana. Kwa hiyo hakuwa na haja ya kumkagua kama ana magendo au la. Matron hakumkagua dada Salome chumbani kwake ambapo alikuwa anaishi na mimi, kutokana kwamba Salome alikuwa ni binti mwenye uaminifu wa hali ya juu na alikuwa na uaminifu mkubwa aliouweka kwake. Hivyo ukaguzi ukaendelea kwenye vyumba vingine. Uwezi amini, nikashukuru Mungu mimi. Sasa mimi nimeshukuru sana Mungu. Sasa kuna mwalimu mmoja ambaye alikuwa ni mnafiki. Yaani ni mnafiki sana kwa pale shuleni. Yaani na hawa walimu bwana huwa hawakosagi. Kwa mfano mimi nilikomalizia kidato cha 4, yani O level, kulikuwa kuna mwalimu fulani hivi alikuwepo mnafiki hivi mbembea. Haya, nilikomalizia advance form 6 pale Morogoro sekondari pale, pia kuna mwalimu fulani hivi sitaki nimkumbuke, lakini kwa wanafunzi wa Morogoro sekondari sasa sijui kama sasa hivi yupo au hayupo, watakuwa wanamfahamu mzee fulani hivi, simtaji jina kumradhi. Hayo ilikuwa ni kama muktasari. Bwana, tuendelee tu na simulizi yetu. Basi huyu mwalimu akafika pale nilipokuwa mimi, ambapo nilikuwa nalia. Yule mwalimu akanifuata na kuniuliza nalilia nini. Basi nikamueleza kuwa kichwa kinaniuma sana na najisi homa kali. Lakini kusema kweli nilidanganya, sikusema ukweli. Yaani sikusema ukweli nilikuwa nalilia nini. Hakuna cha kichwa kuuma wala nini. Nilikuwa nalia kwamba hofu, naogopa. Je, nitashtukiwa au sitoshtukiwa? Basi ile siku ya ukaguzi ikapita salama bin msalimina, na tulisalimika bwana. Basi Sasha akaendelea kusema kwamba siku zikazidi kusonga mbele, na nikafanikiwa kuingia kidato cha 4 sasa. Muda huo yule Salome ni aliyekuwaga form 3 tayari alikushamaliza shule, amemaliza kidato cha 4. Sasa sikuwa na mtu wa kufanya naye ule uchafu. Nilikuwa nateseka sana kusema kweli, sana zaidi ya sana. Yaani ili nifanye uchafu wangu huo wa kufanya mapenzi ya jinsia moja, nilikuwa nafanya nikirudi nyumbani likizo na dada Sinsia. Lakini kwa kule shuleni sikuwa na mtu mwingine, kwa sababu Salome kama nilivyosema
alikuwa ameshamaliza kidato cha 4. Sasha akasema, lakini nikajitahidi kujikaza mpaka nikamaliza shule. Yani mpaka nikamaliza kidato cha 4. Na baada ya kumaliza shule nikaenda diploma chuo fulani hivi kilichopo nje ya mkoa. Sasa maisha ya chuo yalianza kunipa ugumu, kwani hata kule sikuwa na mtu wa kufanya naye mapenzi ya jinsia moja. Yani sikuwa kabisa na mtu wa kufanya naye mapenzi ya jinsia moja kwa huko chuoni. Na kile chuo basi kulikuwa na mkaka fulani hivi alitokea kunipenda sana kusema kweli, na alionyesha jitihada zote za kunitaka na kuwa na userious na mimi, lakini sikuwa na utayari hata kidogo, kwa sababu na nukuu tena kama nilivyosema hapo mwanzo, mimi Sasha sijatokea kuvutiwa na wanaume hata kidogo. Navutiwa na wanawake wenzangu. Wanaume sivutiwi nao kabisa. Yani acha. Kwa hivyo huyo mkaka maskini ya Mungu alinipenda na akanifuata, akanitongoza. Yani akaniconvince kwamba niwe naye, niwe na mahusiano naye, lakini sikumkubalia kabisa, sikumkubalia. Yani sikumkubalia mkaka wa watu, na huo mimi mtoto wa kike sina mpenzi wa kiume. Ndugu msikilizaji, hawa watu huwa wapo kabisa. Yani unakuta mdada hivi hana mpenzi na hataki mpenzi. Asa hawa watu huwa napataga mashaka sana kwamba yamkini pengine wanafanya mapenzi ya jinsia moja, kwa sababu haiwezekani wewe mtu mzima kabisa wa afya unahisia afu hauna mtu na hautaki mtu. Bwana, ni sasa kwamba nilivyokuaga chuo kikuu pale IFM Dar es Salaam, kuna nisitoe siri jamani, kumradhi. Nataka kujisahau kwamba niko hapa na rekodi simulizi. Sitaki kutoa siri, lakini kama unaitaka hii siri basi nitafute inbox. Njoo tu inbox, haina shida, tutawasiliana kwa namba za simu za 07 10 16 33 76. Njoo alafu niulize, ulisema kwamba kuna mdada hebu malizia ilikuwaje? Siwezi nikazungumza hapa. Aya, tunaendelea na kipindi. Basi kwa kule chuo nilikuwa naishi hostel. Sasa kwa pale hostel kuna mdada nilitokea kumpenda sana. Yule dada alikuwa anaitwa Zuhura. Kila nikimwona Zuhura nilikuwa nikiteseka sana moyoni mwangu. Nikaanza kujisogeza karibu naye ili tuwe na urafiki, kwa sababu nilikuwa naishi naye hostel moja na pia ni mwanamke mwenzie. Kwa hivyo hakunikatalia kuwa na ukaribu naye, kwa sababu hata huo ukaribu cha kwanza kabisa nililenga kuwa na urafiki naye. Kwa hivyo hakunihofia, alikubali tu kuwa karibu na mimi. Huyo Zuhura akakubali niwe shosti yake wa karibu, bila kujua kwamba nina lengo lingine nje na urafiki. Zuhura alikuwa na rafiki yake wa kiume, bila shaka yule alikuwa ni mpenzi wake. Yani kila nikiwaona nilikuwa nawaonea wivu sana, yani Zuhura na huyo mpenzi wake, kwa sababu kama nilivyosema nilikuwa namtaka, nampenda Zuhura. Mimi Sasha kiufupi nilikuwa namchukia yule mkaka aliyekuwa karibu na Zuhura, kwa sababu tayari nimempenda Zuhura mwanamke mwenzangu. Basi kuna muda nafsi inaniuma sana. Kwa nini nimekuwa hivi? Kwa nini nimekuwa hivi? Lakini jibu linakuja, ni dada Sinsia ndiye aliyenibadilisha hivi. Yeye ndiye mtu wa kwanza kunianzishia kufanya uchafu kama huu, na mwisho wa siku nashindwa kujizuia, nashindwa kuacha. Kumbuka muda huo mkaka ananitaka, mimi simtaki. Alafu mimi kuna mdada namtaka, na yeye sijui kama atanitaka au hatonitaka, kwa sababu unajua swala la mapenzi ya jinsia moja kwenda kulianzisha kwa mtu hapo kumlazi. Nimeongea Kikongo kidogo, sijui Kikongomani iko haya bwana.
Yaani sio swala la kawaida kwamba mtu, kwa mfano mimi mwanaume anifuate mwanaume mwenzangu anataka mahusiano. We akome. Si unaelewa? Kwa hivyo yaani hilo jambo likawa linanipa mkanganyiko kwenye nafsi yangu na akili yangu kiujumla. Je, Zuhura pindi nitakapoenda kumueleza hisia zangu kwake hata nifikiriaje? Sasha akasema, ama kweli dunia kwangu ikawa inaenda vice versa. Nikawa najifikiria nitaanzaje kumshawishi yule mdada niwe naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Je, swala langu atalichukuliaje? Kwa sababu sio wote wanapenda mambo ya mapenzi ya jinsia moja. Ni baadhi tu ya wakina mimi ndo wamekengeuka kwenye huu ulimwengu wa nyoka. Basi kuna siku mimi Sasha nikasema hapana, ngoja tu nimwambie ukweli Zuhura ninavyojisikia juu yake, ya kwamba nimempenda. Basi nikajaribu kumuomba meeting, yani mazungumzo. Nikafanikiwa kumpata Zuhura akiwa mwenyewe. Na mazungumzo kati yangu na Zuhura yakawa kama ifuatavyo. Zuhura, samani. Bila samani rafiki yangu Sasha, niambie shosti yangu kuna nini? Zuhura, usinifikirie vibaya. Lakini ngoja nikwambie. Zuhura, wewe ni mrembo sana ujue. Hamna bwana shosti, mimi mbona niko kawaida tu shoga yangu. Hata sina maajabu. Hamna Zuhura. Mimi mpaka nimetokea kukupenda. Yaani kiukweli kabisa nimekupenda Zuhura. Sasha, hata mimi mbona ninakupenda rafiki yangu. Sasha akasema, bali nadhani Zuhura hakunielewa ni nini ninachokimaanisha nilipomwambia nimempenda. Bila shaka maskini ya Mungu, Zuhura alidhani ni upendo wa kawaida. Asichokijua nimempenda kimapenzi mwanamke mwenzangu. Basi ilibidi tu nimfungukie. Zuhura, mimi sijamaanisha hivyo. Yaani nimekupenda kimapenzi. Sasha, hivi uko sawa kweli? Yaani umenipenda kimapenzi. Naona kama hauko sawa. Ile siku acha kabisa, Zuhura alihamaki sana nilivyomwambia nimempenda. Hakutegemea kabisa, na kiufupi alikasirika. Hakupenda hata kidogo. Lakini nikamuomba asije akamwambia mtu yoyote lile jambo lile, kwa sababu nitaanza kutrend sasa. Nitaanza maarufu mimi. Umaarufu huo nikitangazwa itakuwaje? Lakini ndio hivyo, nashindwa kuacha. Ingawaje najitahidi kuacha, lakini nashindwa kuacha. Basi Zuhura hakutaka kunielewa, akanyanyuka na kuondoka zake. Lakini cha kushukuru Mungu hakumwambia mtu yoyote kwa pale chuoni jambo lile, maana kama angesema ningetrendi chuo kizima kuwa mimi ni msagaji, na uvumi ungekuwa mkubwa kuliko hata kule sekondari, kwa sababu huko ni chuo kikuu. Watu mawasiliano nini kwenye mitandao, ningetrendi. Na Sasha akaendelea kusema kwamba lakini hii hali ya kupenda wanawake wenzangu kuna muda najitahidi kweli kweli kuikataa, ila najikuta nashindwa kabisa. Nimekuwa mraibu wa mambo ya kusagana. Tayari nimeshaharibika kisaikolojia. Mungu wangu. Sasha akasema, mara mwisho kuipata tiba yangu ni kule sekondari kwa Salome. Sasa zimepita siku nyingi sijafanya kile kitu. Nikawa nina hamu kubwa sana. Je, nitamwambia nani anisaidie? Hali yangu ikazidi kuwa mbaya. Basi hiyo siku nilihisi kufa kabisa, maana mwili ulikuwa unaniendesha ukitaka kufanya kile ulichozoea kufanya. Basi muda huo nikamwona Zuhura anapita kuelekea bafuni, kwa sababu kumbuka nilisema kwamba nakaa hosteli moja chuoni mimi na Zuhura, ingawaje hatukai chumba kimoja. Mara ghafla pepo mchafu akaniingia, nikashika njia kumfuata Zuhura huko bafuni. Nilipofika alikuwa tayari ameshavua nguo zake. Bila hata ya kubisha hodi nikaingia mpaka ndani na kumkuta Zuhura akiwa mtupu, yani ndani ya bafu.
Bila kupindisha maneno, kiufupi nilitaka kumbaka Zuhura, lakini ningewezaje wakati mimi ni msichana na sina maumbile ya kiume? Basi Zuhura alipiga kelele nyingi sana baada ya kuona nimemvamia bafuni. Wanafunzi na walinzi walifika kuangalia nini kinachoendelea. Na ndipo hapo nikakamatwa na kufikishwa hapa. Na huu ndio ukweli wa maisha yangu. Kiufupi nimeshindwa kabisa kujinasua kwenye hii tabia. Sasha sasa akawa anabubujikwa na machozi mbele ya uongozi wa chuo. Tangu mwanzo mpaka hapa msichana Sasha bwana kumbe alikuwa anaelezea maisha yake kwa ufupi baada ya kukamatwa akitaka kumnajis mwanamke mwenzie huko alivyokuwa chuoni. Basi uongozi wa chuo ulikuwa ukimsikiliza kwa majonzi ya hali ya juu sana. Yani walimu na viongozi wengine wa management ya chuo walikuwa wakimsikiliza kwa majonzi. Na kisha mkuu wa chuo akasema, "Pole sana binti. Mimi naona sio busara kukufukuza chuo kwa sababu hatutakuwa tumekusaidia, bali utakuwa unaenda kueneza sehemu nyingine huo uchafu na hiyo tabia yako mbaya. Ningependa atafutwe mwana saikolojia ili uweze kupata tiba ya akili kwanza." Basi uamuzi wa mkuu wa chuo ulionekana kuungwa mkono na wafanyakazi wote na management nzima ya chuo. Basi kutoka hapo Sasha akafikishwa hospitali kupata tiba ya saikolojia na Mungu alimsaidia. Alipona, akawa si mtu wa kupenda tena wanawake wenzie. Lakini kubwa zaidi alimchukia sana dada yake Silia ambaye mpaka sasa hajaolewa, yupo tu nyumbani kwao. Na maisha ya Sasha yakaendelea kama kawaida na akawa msichana wa kawaida sasa, tofauti na alivyokuwa mwanzoni. Na si kuwa msichana wa kawaida, Sasha alipata mchumba na walifunga ndoa, wakawa wanaishi maisha yao huko sehemu nyingine mbali na kwao kwa sababu baada ya pale alimaliza masomo yake vizuri kabisa na salama bini msalimina. Kiufupi alipona hayo matatizo yake. Naam, basi mimi sina yana, namaliza hapa huu mkasa wetu ambapo hii ni story fupi. Ni story fupi kama unavyoona hapo, sio ndefu sana, ni story fupi inaitwa Sasha na msimulizi wako Lee, niite Lee, yani Lee. Kama unataka kunifollow na kunifuatilia kwenye kurasa zangu za Instagram huko, Facebook, sehemu mbalimbali, basi nenda huko search Wins Van Lee. Search Wins Van Lee. Ndio. Kwa mawasiliano, pengine unataka mawasiliano kama una kazi ya sanaa kama hizi, au labda kuna jambo lingine unataka tuzungumze, pengine unataka story, kwa sababu hizi pia zipo story za vitabu. Yani mpaka unaona story inatolewa hapa tayari imeshaandikiwa kitabu. Kama unataka soft copy ni cheki WhatsApp kwa namba za simu 07 10 16 33 76. Niite Lee 07 10 16 33 76 mwisho. Utanicheki hapo na mambo yatakuwa blue. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye platform nyingine kama TikTok huko kama Mtanashati Media, Instagram the same Mtanashati Media, na hapa kwenye YouTube kuna channel mbili. Kuna hii Mtanashati Media tu ambapo humu kuna simulizi tu, na kuna Mtanashati Media 1 ambapo humu kuna matukio mengine mengi. Kwa hivyo subscribe ili tutakapoweka story mpya basi unakuwa haupitwi sasa na hizo story mpya. Asante.